Akizungumza mara baada ya zoezi la upandaji wa miche hiyo ya mikoko huko katika ukumbi wa idara ya kilimo Ngezi, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, mgeni Khatib Yahya, amesema msitu una umuhimu mkubwa kwa viumbe pamoja na serikali, hivyo ameitaka jamii kuitunza misitu hiyo ili kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Aidha, amewataka wananchi hao kutoa mashirikiano pindi watapobaini uharibifu wa misitu. Kwa Zanzibar ambayo ni visiwa, misitu ina nafasi muhimu zaidi katika kulinda ardhi na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na upepo mkali wa bahari. Lakini pia tukija katika umuhimu wa kiuchumi, tunaona kwamba misitu ni chanzo muhimu cha maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Kupitia misitu tunaweza kupata fursa nyingi sana, ikiwemo utalii wa kimaumbile, ufugaji wa nyuki na uzalishaji wa asali, biashara ya mazao ya misitu, biashara ya hewa ukaa na ajira kwa wananchi. Kwa hiyo niendelee kuambia wananchi wenzangu, tujitahidini kuilinda misitu. Kwa hiyo niombe sana tushirikiane. Tumeelewana hivyo? Kila mmoja awe mlinzi kwa mwenzake. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Micheweni, Khatibu Juma Mjaja, ametoa wito kwa watumiaji wa misumeno ya moto bila ya idhini ya serikali kuiwasilisha misumeno hiyo katika ofisi ya mkuu wa wilaya kabla ya wiki moja ili kuepuka changamoto ambayo inaweza kujitokeza, huku afisa mdhamini wa idara ya kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo, Mhandisi Idrisa Hassan Abdalla, akiahidi kutoa mashirikiano ya umuhimu wa utunzaji wa msitu. Naomba nitoe wito, kwa sababu si muumini wa vitu viwili wanaotumia mashine ambazo hazikubaliki kisheria. Wapo watu wanatumia misumeno ya moto na wengine wanatumia blenders kwa kutumia misitu. Naomba nitoe wito mbele yako, watu wote walio na vifaa hivi waviwasilishe ndani ya ofisi ya mkuu wa wilaya ndani kwa kipindi cha wiki moja, kwa sababu vyombo hivi viwili ni adui mkubwa wa msitu wetu. Kwa hivyo mimi naomba nitoe wito ili tuendelee kuwa salama na msitu wetu uendelee kuwa salama. Akisoma risala kwa niaba ya jumuiya ya Jamiza, mjumbe wa jumuiya hiyo Salem Kadam Hamadi amesema hapo awali ni kwamba ilikuwa kuna baadhi ya vikwazo ambavyo kwamba vilikwamisha shughuli hii isiende mbele, lakini tunashukuru kwa baraka za serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia ofisi ya makamu wa kwanza wa rais tayari vimekamuliwa. Ripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.